Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua binti yake Wanu Hafidh Ameir kuwa naibu waziri mpya wa elimu. Wanu mwenye umri wa miaka 43 ni mbunge wa jimbo la Makunduchi visiwani Zanzibar. Amefanikisha tena hatua hiyo kupitia chama tawala cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu. Rais Samia Suluhu Hassan katika baraza lake jipya la mawaziri amemteua tena Mohamed Mchengerwa na kumpa majukumu ya waziri wa afya. Mchengerwa ni mume wake Wanu Hafidh Ameir, kwa hiyo ni mkwe wa Rais Samia. Marais kuwachagua jamaa zao si jambo geni katika bara hili. Katika nchi jirani ya Uganda, Rais Yoweri Museveni mwaka 2009 alimteua mke wake Janet Kataaha Museveni waziri wa masuala ya eneo la Karamoja, na baadaye mwaka 2024 akamteua kuwa waziri wa elimu na michezo, wadhifa anaosimamia mpaka sasa. Mtoto wa Rais Museveni wa kiume Jenerali Muhoozi Kainerugaba ni mkuu wa majeshi nchini humo. Kufuatia kuhitimu kwake kwa masomo ya ngazi ya juu ya kijeshi mwaka 2008, alipandishwa cheo hadi luteni kanali na kuteuliwa kuwa kamanda wa kikosi maalum jeshini. Mei mwaka 2016 alipandishwa cheo na kuwa meja jenerali na rais. Museveni alimhamisha Muhoozi kwenye wadhifa wa mshauri mkuu wa rais wa operesheni maalum Januari mwaka 2017. Mnamo mwaka 2022, Museveni alimuondoa mwanawe kama kamanda wa vikosi vya ardhini vya Uganda baada ya Muhoozi kutoa vitisho vya kuivamia nchi jirani ya Kenya kupitia mtandao wa kijamii wa X, jambo ambalo lilizua taharuki kiasi. Mwaka 2024, Rais wa Uganda Yoweri Museveni alimteua tena Kainerugaba kuwa mkuu wa majeshi akiwa na umri wa miaka 44 wakati huo. Nchini Rwanda mwaka 2023, binti wa rais wa nchi hiyo Paul Kagame, Ange Kagame, akiwa na umri wa miaka 29, aliteuliwa kuwa naibu mkurugenzi mtendaji anayesimamia baraza la mikakati na sera. Mnamo mwaka 2024, mwanawe mwingine Ivan Kagame akiwa na umri wa miaka 30 aliteuliwa katika bodi ya maendeleo ya Rwanda RDB. Mnamo mwaka 2024, mwanawe mwingine Ian Kagame alijiunga na jeshi la Rwanda na katika kitengo maalum cha ulinzi wa rais miezi kadhaa baada ya kuhitimu mafunzo ya kijeshi. Nchini Sudan Kusini, mnamo Agosti mwaka 2025, binti yake Rais Salva Kiir aliapishwa kama mshauri mwandamizi wa rais wa mipango maalum katika serikali ya baba yake. Katika eneo la Afrika ya Kati, nchini Equatorial Guinea, mnamo mwaka 2024, rais wa nchi hiyo Teodoro Obiang Nguema alimpandisha cheo mwanawe Theodore Nguema Obiang Mangue hadi nafasi ya makamu wa rais anayehusika na ulinzi na usalama. Teodoro, ambaye alikuwa na umri wa miaka 47 wakati huo, hapo awali alishikilia nafasi ya makamu wa pili wa rais tangu mwaka 2012. Marais kuwateua jamaa zao kwa baadhi ya watu inaonekana kama upendeleo wa aina fulani, na huku wengine wakiona kama wana vigezo na uwezo basi wanastahili kama raia wengine wowote. Kwa nini wasipewe majukumu ya utumishi wa umma?